na wasalimu, na nina imani ya kwamba kila mmoja yuko salama mahali penye yuko kulingana na mapenzi ya Mungu. Na ninatambua kwamba ni Mungu amenipatia nafasi akanitumie kama chombo chake cha maana, anitumie kama chombo chake kitakatifu, chombo chake muhimu kwa ajili ya utukufu wake wote. Na ninaamini ya kwamba nimesimama mahali hapa na sio mimi tena, ila ni Kristo mwenyewe. Nataka kuzungumzia lengo ambalo linasema kuua uadui katikati ya wanadamu. Nasema jambo la uadui katikati ya wanadamu limekuwa jambo kubwa sana, na likawa limetokana na mafundisho ya uongo. Mafundisho yale yakakuwa katika ulimwengu huu kwa muda mrefu, na watu wakaamini yale mafundisho, wakayakumbatia, wakayakubali. Yale mafundisho yakaweza kuwafariji, na ikafanya watu wakakaa katika hii dunia wakiweka lawama kwa vitu zingine, lakini matatizo yote yanayotokana nao yanatokana na wao wenyewe, lakini walipata mahali pa kujificha. So ikawa ya kwamba lawama zote za maisha ya wanadamu ama vitu zingine zote ambazo zinawatendekea hazitokani nao, zinatokana kwingine. Hapo ndio uchawi uliweza kupenya katika maisha ya mwanadamu, na ule uchawi ukaleta madhara makubwa, umeleta uadui, na imekuwa ni hatari ya kwamba mwanadamu amekuwa akimchukia mwanadamu mwenzake vibaya sana kwa kiwango cha hali ya juu, mpaka mwanadamu akafika mahali akaona mwanadamu mwenzake ambaye hakumuumba, ambaye hana mipango zote za maisha yake, ya kwamba akona uwezo wa kumfanya asiendelee kuliko yule aliyemleta katika dunia ambaye ni Mungu. Watu wamekaa katika injili kwa muda, tumezaliwa katika injili, tukakaa katika hiyo injili kwa muda, lakini imefika wakati lazima tuondoke katika mambo ya uganga na tubaki na neno la ukweli. Unaona, ilifika mahali Elijah akasimama baada ya kuona kwamba dunia ilikuwa imeamini ya kwamba Baali na Ashera walikuwa ni Mungu, na walikuwa wameshawishi watu walikuwa wamefika mahali ambapo wako katika hali ya katikati, hawaelewi wafuate Baali na Ashera ama wafuate Mungu wa Elia, Mungu wa kweli. So Ashera na Baali walichanganya watu dunia mzima, na watu wakaamini na wakaendelea kuwa ya kwamba wao ni Mungu. Lakini ilifika wakati Elijah akasema hapana, hatuwezi kuendelea kukaa katika huo uongo tena. Elijah akasimama katika pengo kulainisha hapo mahali, na Mungu ndiye alikuwa amempatia hiyo kibali. Mungu ndiye alimteua asimame katika hilo pengo kuweka mambo salama. Elijah alimaliza hiyo kazi vizuri. Pia mimi Mungu amenichagua ili nikakuja katika ulimwengu kulainisha mambo mengine ambaye Elijah hakuwa amelainisha, mambo ambayo mitume hawakuwa wamelainisha. Niko hapa kuhakikisha kwamba yatalainika na yote utukufu utamrudia Mungu. Nataka kuua uadui katikati ya wanadamu ambao wametokana na mambo ya dunia hii, ya kwamba mwanadamu mwenzako ndiye anakumaliza, mwanadamu mwenzako ndiye anafanya usiendelee, mwanadamu mwenzako ndiye anazuia mipango za Mungu alizokupangia. Lakini licha ya haya yote, huyo mwanadamu hawezi umba, huyo mwanadamu hajui mipango zozote za Mungu katika maisha yako. Lakini umekuja ukaambiwa kwamba huyo mwanadamu anaweza kukuua ambaye hakukuumba. Huyo mwanadamu anaweza kuzuia mipango za Mungu, Mungu muumbaji wa vyote, ambaye aliumba huyo mwanadamu. Sasa huyo mwanadamu amekuja, amekuwa na nguvu kuliko Mungu, anaweza zuia mipango za Mungu katika maisha yako. Watu wakaamini. Huyu mwanadamu amekuwa tisho ya kwamba yeye ndio mganga mkubwa kuliko Mungu. Anaweza roga Mungu hata akufe. Anaweza roga hata watumishi wa Mungu. Kusema ukweli, tumeingia mahali na tukapata kwamba tumepotea. Lakini ni wakati mzuri
na ni nafasi nzuri ambayo Mungu amenipatia nihakikisha kwamba kazi yake itaenda kulingana na vile yeye Mungu anataka, sio mimi na sio wewe. Yeye aliyenichagua, aliyenituma, aliyeniita, akanipatia kazi hii ya injili, akanipatia kipawa cha uinjilisti, huyo kazi aliyoweka ndani yangu itafanyika kulingana na yeye vile alitaka, yote kamilifu. So tumekaa katika injili ya fulani wanakuroga, fulani anakumaliza, tukisimama kuhubiri maadui chenye walisema, watu vile walikuendea kwa waganga, ili mipango waliokupangia hawataweza, sijui nini. Sasa watu, my friend, mtu mwanadamu, kiumbe kilichoumbwa na Mungu, kikuje kisimame mbele ya mipango za Mungu kizuie, basi hiyo mipango haikuwa ya Mungu, hiyo mipango ilikuwa yangu. Hiyo mipango ilikuwa yako ya kibinadamu, ndio maana mwanadamu ako na uwezo wa kuzuia. Lakini ya Mungu, wapenda tuongee tu kweli. Mipango ya Mungu mwanadamu azuie kweli? Ambaye hakukuumba, ambaye hajui kitu yoyote. Wewe ulisikia kuna mtu alizuia mipango ya Yeremia? Ile tu kama Mungu amemruhusu kutaka kujitukuza kwa hizo mipango, yeye mwenyewe Mungu amruhusu. Vile Mungu aliambia ile mbweha ya kwamba enda ujaribu Ayubu, lakini uachane naye, mfanye vitu zote, uwa ng'ombe zake, maliza watoto wake, lakini mwili yake guza, lakini roho yake wachana nayo. Ni Mungu alimruhusu. So hakuna pale ati ile mbweha sasa inaweza kujivuna ati ilifanya kitu pale, hapana. Na Mungu alitaka kujitukuza tena. Hiyo ni mambo mengine, siku nyingine nitakufundisha. Mungu ndiye alitumia Ayubu ile mbweha ikuje ifanye hiyo vitu yote ili akapate kujitukuza. Sasa wacha nikuulize swali. Wakati tunaanza kuambia watu ya kwamba kuna mtu anawaroga, kuna mtu anaweza zuia mipango za Mungu katika maisha, uone kama hapo tunaleta uadui kwanza. Sisi wenyewe kama wanadamu tunajiletea uadui katikati ya sisi wenyewe. Si ati mtu mwingine, sisi wenyewe. Kuambia tu mtu ya kwamba ati fulani anaweza zuia mipango za Mungu kwa maisha yako, na mtu anaamini, tayari umeshaleta uadui. Tayari kuanza kuambia mtu ati fulani alikuroga, yeye ndiye aliroga watoto wako, yeye ndiye alifanya biashara yako isiendelee, tayari huo ni uadui. Mitume walikuwa hapa, sikuona kwa kuhubiri injili kama hiyo. Yesu mwenyewe sikuona kwa kuhubiri injili kama hiyo. Manabii walikuwa hapa, sikuona kwa kuhubiri injili za upumbavu kama hizo. Na ninakuja kuzimaliza kwa jina la Yesu, kwa utukufu wa Mungu. Wacha nikuulize swali. Huyu Sara ambaye alikuwa bibi ya Abraham, nani alimroga ndiye akose kushika mimba? Kulingana na maandiko, kuna mahali imeandikwa ya kwamba Sara huyu alirogwa na mama yake mkwe, alirogwa na babu yake aliyekufa, na shosho yake na anti yake na mjomba na majirani na marafiki na maadui, ndio alifanya Sara akose kushika mimba. Wacha tujiulize. Licha alikuwa mzee kulingana na miaka ya wanasayansi, wasomi, madaktari, miaka ya Sara ilionekana kwamba pia hawezi kushika mtoto. Licha ya hayo ya wanasayansi, kulingana na wanasayansi wenyewe walikuwa wameona kwamba wameroga Sara, sasa hawezi kushika mimba. Hiyo ni wanasayansi, kwa sababu walijua miaka yenye Sara ako nayo haiwezekani. Wasomi wa dunia, madaktari walikuwa wamesha give up. Walikuwa wameshajiuzulu kwa hiyo mambo. Yakasema hii miaka ya huyu mama, huyu baba, haiwezekani kupata mtoto. Haiwezekani. Wakawa wameshaweka muhuri ya kwamba haiwezekani. Swali nauliza, kulingana na maandiko, iko hivyo kweli? Maandiko yanasema ya kwamba Mungu ndiye alikuwa amefunga tumbo la Sara aipate kujitukuza. Hakuna mtu aliroga Sara. Angekuwa siku ya leo angeambiwa ni shangazi yake. Ingekuwa ni siku ya leo angeambiwa ni mjomba yake na shosho yake na babu yake aliyekufa na majirani na Freemason na Illuminati. Sara angekuwa siku ya leo na ile miaka yenye alikuwa nayo hajapata mtoto, vile alikuwa anatafuta mtoto na bidii, angekuwa ameambiwa ni waganga, wazazi wake, ndugu zake, aina yote ya watu wa ukoo wake wangemtajia Sara. Wamalize waone hiyo imeshindikana, wangeenda paka kwa majirani, wameenda paka kwa marafiki, paka hata wangelaumu serikali, wangeweka serikali ndani ya hiyo maneno. Wangetoka pale waone imeshinda, wangeingiza Freemason, wangeingiza Illuminati, wangehakikisha kwamba kila lawama yote
wangeweka pale ili waonekane ya kwamba Sara hajaweza kupata mtoto kwa sababu ya mwanadamu, sio kwa sababu ya Mungu. Mpaka hata malaika wangemuingiza ndani kulaumu. Nakwambia ukweli. Lakini swali nauliza, kilichofanya Sara kukosa kushika mimba ni shangazi yake? Wapendwa, hatutakaa katika uongo. Mimi nakwambia, kama ulijiita kwa hii injili haukuitwa na Mungu, basi wewe kaa chini mpaka uitwe. Kama kuna mtu aliona tu unahubiri, unaongea tu mambo ya Mungu na akakwambia wewe ni pastor, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mtume, wachana nayo. Jiuzulu kwa hii injili. Waachie wenye waliitwa wafanye hii kazi. Mpaka ile siku utaitwa, utumwe. Uitwe, ufundishwe, utumwe. Ndio uanze kuifanya. Mimi nakwambia, na sio shida kujiuzulu. Usione aibu, jiuzulu tu. Hii injili lazima ukuwe umeitwa, umefundishwa na umetumwa. Sara angelikuwa siku ya leo, angekuwa amepewa sababu za kibinadamu, angekuwa amewekewa lawama, hata yeye mwenyewe mpaka Abrahamu wote wangewekewa lawama. Mara hawatoi fungu la 10, mara hawaombi na kufunga, mara hawakeshi. Nakwambia wale watu wangeambiwa maneno mengi yenye imefanya wamekosa mtoto. Hawaheshimu mapasta, hawavai sijui uniform za kanisa, sijui hawatembei na msalaba, sijui hawakubatiza kwa maji mengi. Nakwambia wangeambiwa vitu siku ya leo. Lakini Sara ni Mungu mwenyewe alifunga tumbo lake ili akapate kujitukuza ya kwamba mambo yote yanawezekana na yeye. Haijalishi umri. Mungu akisema ndio ni ndio. Haangalii umri, haangalii masomo, haangalii sijui nini chenye wanadamu wanaona kwako ndio waseme ya kwamba inawezekana. Yeye haangalii hicho. Wacha niulize tena, huyu mke wa Elikana anaitwa nini? Hana huyu, ambaye pia alikuwa na mke mwenza, alikuwa anaitwa Penina. Pia yeye nini kilimfanya akose kushika mimba na Isaya kabla hajapata Samueli? Nini? Ulisikia ati kuna mtu alimroga? Hakuna. Biblia haisemi ya kwamba ule mtu alirogwa. Biblia inasema kwamba ni Mungu alikuwa amefunga tumbo lake kwa sababu ajitukuze. Wapendwa, hii injili bwana iko na ufunuo mwingi. Injili imejaa na ufunuo na mafundisho. Sisi ndio tunataka wenyewe tufundishe watu injili yetu. Hatutaki Mungu atutumie kama vyombo ajidhihirishe ndani mwetu watu wamjue. Nataka sisi wenyewe tujitambulishe. Nauliza, huyu Hana nini kilimfanya akose kupata mtoto? Licha ya kwamba alikuwa mke wa mtumishi wa Mungu Elikana. Nauliza, nini kilifanya Hana akose kupata mimba? Siku ya leo kulingana na dunia angeambiwa babu yake ndiye amemroga. Angeambiwa jamii yake ndiye imemroga. Angeambiwa madaktari ndio hawajafanya kazi mzuri kwake. Angeambiwa serikali, rais angelaumiwa kwa sababu ya Hana kukosa kupata mimba. Hata rais angetukanwa siku ya leo. Hiyo ni kulingana na dunia. Wangeingia mpaka wafike kwa Illuminati na Freemason, wangesema hawa watu ndio wameroga huyu mke wa mtumishi siku ya leo. Mimi nakwambia ukweli. Kama angekuwa ni mtu ako kwa kanisa vile alikuwa mke wa mtumishi, wangesema huyu mke haheshimu bwana yake kama mtumishi. Wangesema huyu mke hatoi sadaka, hatoi fungu la 10. Huyu mke hakuji kwa mikesha, huyu mke haombi maombi ya kuomba na kufunga. Wangemwambia aombe hata sala ya Bwana hata mara 50. Wangemwambia atafute mezalaba, atafute uniform, wangebebesha mama mizigo. Tafuta mara kama ni mshumaa, tafuta sijui uniform ya kanisa yenye imeandikwa majina ya malaika. Huyo mama angeambiwa vitu, angekuwa ni siku ya leo. Mimi nakwambia huyo mama angechanganyikiwa. Lakini Mungu anasema yeye ndiye alifunga tumbo la Hana ili akapate kujitukuza, ya kwamba yeye hata kama wewe ni mke wa mtumishi, hata kama wewe ni mtumishi, kuna vitu Mungu atatenda kwako tu ili apate kujitukuza. Hata watoto wako watakuwa tu wagonjwa na wewe ni pastor, hata wewe ni bishop, hata wewe ni mtume, hata wewe ni mwinjilisti,
watoto wake watakuwa tu wagonjwa, ili Mungu ajidhihirisha kwamba anaweza kufanya uponyaji aje. Lazima ukuwe mgonjwa ndio utuone uponyaji. Utakuwa mtumishi na hata utakosa chakula. Watu wasema kwamba hujaokoka, hata wewe hujaitwa. Mungu amekuacha kwa sababu ya dhambi. Mungu anataka kujitukuza kwako, kukuonesha kwamba yeye ndiye anayepeana katika hali zote. Katika hiyo hali ngumu ataleta hiyo chakula ndio uone, umwamini. Injili haiwezi isha bwana. Injili kila siku kuna ufunuo wake. Sasa Ana angelikuwa katika hii dunia siku ya leo, angeambiwa mambo mengi. Angeambiwa haombi akiwa serious. Angeambiwa hata hajatoa sadaka ya uchungu, hajapeana sadaka ya uchungu, ndio maana hajapata mimba. Lakini Biblia inatuambia vizuri, ambayo ni Mungu, yeye ndiye alifunga tumbo la Hana, sio mtu alimroga. Lakini nakwambia angelikuwa siku ya leo, angewekewa lawama zote na angebebeshwa mizigo. Angeenda hata auze shamba, angeenda atafute kitu aletee watumishi wa kule, lakini bado angepata mtoto, kwa sababu ni ukora tu watu wanataka wafanyie watu. Swali lingine, kuna huyu ndugu anaitwa Lazaro, alikuwa rafiki ya Yesu mkubwa sana, akagonjeka, hata Yesu hakuenda kumuona mpaka akafariki. Hata masista wake bwana, madada zake walikasirika sana, walilaumu Yesu. Huyu mtu amekuwa rafiki yako, amegonjeka, tumekuita haujakuja, uko busy na Injili. Umekuja baada ya kuzikwa. Si leo ni siku ya 4. Ndio nakuja kufanya nini? Mtu anaoza, mtu ananuka. Walilaumu Yesu. Yesu ndiye amefanya tu mtu akufa, angekuja mapema angekufa. Watu wa hii area walitukana Yesu, akasema Yesu ni munafiki, Yesu sio rafiki wa ukweli. Kwa sababu kwa nini aruhusu rafiki yake akufe? Wao hujui bwana, ile mambo ilifanyika hapo. Biblia haijaandika kila kitu kilifanyika wakati wa Yesu. Biblia haijaandika kila kitu ambacho kilifanyika wakati wa mitume na manabii. Biblia ni sample ya matendo ambayo Mungu ameyatenda, ni sample. Sio kila kitu ambacho Mungu alitenda kiliandikwa kwa Biblia. Hakiwezi kutoshea my friend. Hakuna kitu kinaweza toshelesha Mungu. Hakuna hata kimoja. Hakuna mahali tunaweza andika matendo ya Mungu tumaliza. Hakuna. Ndio maana Injili hatuwezi kuhubiri kaisha. Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu, na alikuwa anaenda kwao, wanakaa, wanahubiri Injili, wanaongea. Hata madada za Lazaro walijua Yesu vizuri. Lakini wakati Lazaro amegonjeka, walituma habari kwa Yesu akuje. Yesu hakukuja. Hiyo wakati walimhitaji. Alikuja baada Lazaro kukufa, ako kaburini ananuka. Walikasirika sana hata wakati walimuona anakuja. Wakamsema, nini huyu mtu amekuja kufanya? Wakati tulimhitaji hakukuja. Lakini Yesu akawaambia, kifo cha Lazaro mimi ndiye nimekileta, ili utukufu wangu uonekane, na tena tutaonaje ufufuo kama mtu hajakufa? Wewe wakati nasema ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufufua watu, utajuaje kama hujaona mtu amekufa na Mungu amemfufua, hata akiwa amemaliza wiki, hata mwezi, hata mwaka? Utaonaje? Utajuaje kwamba kuna ufufuo mpaka mtu akufe? Utajuaje Mungu anapeana chakula mpaka kuwe na mtu amekosa, hata amemaliza siku 5 hajapata chakula? Utajuaje Mungu anapeana kazi? Lazima utakosa kazi. Lakini wewe hautaki hiyo kipengele ya kukosa kazi ndio baadaye ukuje upate. Wakati Mungu anasema ya kwamba yeye ni baba wa yatima na wajane, atakuwaje baba wa yatima kama hakuna yatima? Baba wa wajane kama bwana yako hajakufa, mke wako hajakufa, ndiye aonekane yeye kuwa ni baba wa wajane, akuja aingie katika hicho kipengele, ashughulikie, aikuwe kwa hiyo nafasi. Uone kwamba hata kama sina bwana, lakini niko hapa na Mungu ambaye ni bwana yangu, na kweli ananishughulikia hata zaidi ya bwana yangu angekuwa hai. Wapenda, tumekaa katika uongo kwa muda mrefu. Siwezi kuruhusu sasa. Hiyo tumetoka ndani. Na kuambia tumetoka ndani ya uongo. Lazaro alikufa kwa utukufu wa Mungu. Kifo cha Lazaro haiko kwa ati Freemason ndio alimuua na Illuminati. Sio waganga, sio babu yake, sio baba yake aliyekuwa amekufa alimkujia kwa ndoto akamunyonga. Lazaro alikufa ili Mungu ajitukuze, nguvu za Mungu zionekane, za kwamba Mungu ako na uwezo wa kufufua, na kweli alimfufua. Baada ya siku ngapi? Siku ya 4 ndiye anafufuliwa.
Inawezekana wakati Mungu amesema ya kwamba yeye ni daktari, utajuaje kama daktari? Lazima utagonjeka. Yeye ataleta hiyo magonjwa, ugonjeke, uonekane, hata ubaki mfupa, akuja kupone hata bila dawa. Ndio kweli hiyo ilijulikane ya kwamba Mungu ni mponyaji. Lakini wewe unataka kuona Mungu ni mponyaji na unataka kuonekana ya kwamba kuna ugonjwa, lazima ugonjeke, watu waone, watu watabiri, waseme huyu mtu hawezi kupona. Ndio baadaye Mungu akuje ajitukuze katika hiyo magonjwa yako. Hautaki hiyo sehemu. Mungu ndiye akubariki. Lazima ukuwe masikini ukope. Utatoaje ushuhuda? Watu wataonaje ushuhuda yako? Lazima ufike wakati hauna hata chakula, hauna hata pesa, uende ukope mahali. Mungu anakufundisha, ndio wakati atakubariki, utakuwa na pesa, utakuwa na mashamba. Hautainuka na kuanza kuambia watu ni nguvu zako, ni masomo yako, ni bidii yako. Hautaleta hiyo ujinga my friend. Hautaleta hiyo ujinga. Utakuwa ukisimama ukielezea watu Mungu ndiye amekutendea, sio masomo yako, sio bidii yako, sio kujulikana, sio serikali. Hautainua serikali kuliko Mungu. Hautainua marafiki ndio wamekusaidia kuliko Mungu. Hawa marafiki walitoka wapi? Aliyeumba nani? Sifa zote zinamrudia Mungu. Lazaro akafariki, lakini tukapata ya kwamba kifo chake ni kwa utukufu wa Mungu. Lakini siku ya leo watu wangesema mambo mengi kwa Lazaro, watu walitukana Mungu wakati Mungu hakuenda kwa wakati ambao walikuwa wanamtarajia. Bwana, watu wangesema hapana, huyo sio rafiki yako, huyo ni unafiki. Marafiki wa kweli tutamuona wakati wa shida. Lakini na kuhakikishia mambo yote yanayotendeka kwa maisha yako, wewe ndio unaweza kukuwa mtu wa kufanya yale mambo yatendeke kwa utukufu wa Mungu na Mungu aonekane, ama yale mambo yatendeke kwa utukufu wa Mungu na matatizo yote yanayotokana na hiyo maneno ikuwe ni wewe mwenyewe. Wewe unafikiri Mungu hajaua watu kwa Biblia? Hata watumishi wake hajawaua. Wakati wamekataa mambo yake, wamejifanya kuwa wajuaji. Yeye ndiye aliwaleta, yeye ndiye aliwaita, amewapatia hiyo kipawa. Sasa wamefika mahali wanaona kwamba wanaweza fanya bila Mungu aliyewapatia hiyo kipawa. Hata katika siku leo katika dunia iko hivyo. Watumishi Mungu anawaita, hawajui kama watakuwa mapasta. Amewachagua wamekuwa mapasta, wamefika mahali sasa hata wanaona kwamba hawahitaji Mungu kwa sababu Mungu amewatumia. Mungu ameweka kipawa cha uponyaji, wakisema tu pona kwa jina la Yesu umepona. So wanadamu wanaanza kuwaona kwamba hao ndio Mungu, na hao watu wanakuja wanaona kwamba hata hakuna haja ya Mungu, wamekuwa Mungu. Sasa wanachukua nafasi ya Mungu, wanachukua utukufu wa Mungu, yani wanachukua nafasi ya Mungu. Mungu hawezi kuwaacha, taweka nje. Hauwezi kuchukua nafasi ya Mungu. Hata ukiwa mwinjilisti, hata ukiwa mtume, nafasi ya Mungu na utukufu wake unabaki pale. Ya mwisho, kuna huyu mtu alizaliwa akiwa kipofu. Watu wakasema huyu mtu ni wazazi wake walitenda dhambi, ndio maana akazaliwa akiwa kipofu. Lakini Mungu akawaambia si wazazi wake, sio madaktari walimdunga shindano fulani akakuwa kipofu, sio waganga walifanya. Yesu akawaambia huyu mtu alizaliwa kuwa kipofu ili mimi nikapate kujitukuza. My friend, tujue Mungu anaponya watu, magonjwa yote, maradhi yote, mapepo yote yanashindwa. Lazima Mungu aonekane katika hiyo njia. So Mungu ndiye alileta huyo mtu akiwa kipofu ili utukufu ukapate kumrudia. Sio Freemason walikuwa wamroga, sio madaktari waliroga huyu mtu, ama walimdunga shindano fulani akiwa mdogo. Sio madawa yenye mama yake alikuwa akimeza wakati alikuwa na mimba. Sio macho ya waganga na wachawi wenye waliangalia mama yake akiwa na mimba. Hapana. Huyu mtu alizaliwa kipofu kwa utukufu wa Mungu, sio wazazi wake. Siku ya leo nashangaa dhambi za wazazi wangu zinaweza kunifanya Mungu akose kunibariki. Makosa ya mke wangu yananifanya mimi nikose kubarikiwa, Mungu akose kuniinua. Makosa ya watoto wangu yanafanya mipango zenye Mungu alikuwa nazo na mimi afute. Wapendwa, mimi ndio nimekosa ama watoto wangu ndio wamekosa? Mke wangu ndio amekosa ama mimi? Mwenye kubeba makosa ndiye atabeba hiyo msalaba wake. Tusome maandiko tuelewe, kila mtu analipwa kwa kila ambacho anatenda. Kila mtu atabeba msalaba wake.
Makosa babu yako alifanya, kama alioa mabibi 20, usiende kuoa mabibi 20 alafu unasema nafuata mambo ya babu yangu. Hiyo ni ukora. Alafu naanza kudanganyia sio mimi, ni babu yangu. Hiyo ni ukora. Mambo kama mama yako alishinda kuoleka, usikuje kuanza kudanganyia watu hata mimi siwezi oleka kwa sababu mama yangu mwenyewe aliyenizaa alishinda kuoleka. Ni ukora. Na tutaendelea na hii injili. Kila kitu hatutaki kukubali ni sisi, kila kitu tunawekea watu wengine. Mtu alizaliwa akiwa kipofu, akitoka kwa tumbo ya mama yake. Na si ya kwamba alikuwa amerogwa, si ya kwamba mama yake hakuwa anaomba na kufunga, si ya kwamba mama yake hakuwa anatoa fungu la 10, si ya kwamba mama yake hakuwa amebatiza kwa maji mengi na mengine yote ya dini ambayo dini inataka ufanye ndio Mungu akutane na wewe. Hakuna kitu unaweza fanya ndio Mungu akubariki. Kitu cha muhimu ni wewe kutambua Mungu na kukubaliana na mafundisho yake. Imeisha. Mtu asikudanganya kwamba unafaa uombe siku 40 ndio Mungu akubariki. Ni bidii yako ya kuomba na kufunga 40 days na kukesha na kusaidia masikini na wajane ndio itafanya Mungu akubariki. Ni ukora. Sasa mtu anajisumbua, mtu anaenda na unasaidia masikini na wajane alafu unaanza kujitangaza kila kona ya dunia. Kila mahali ukienda, mimi ndiye nimesaidia hawa, mimi ndiye nimefanya hiki. Hautaona faida yote katika maisha yako. Mtu kuzaliwa akiwa kipofu na hajarogwa, na si ya kwamba ni shida ya madaktari, si ya kwamba ni shida ya mama yake na baba yake. Ni utukufu wa Mungu uonekane. Bwana, ingekuwa siku ya leo bwana, familia ya huyo mtu mara ungesikia waliua mtu, mara ungesikia kwamba sijui nani aliwalaani, mara ungesikia kwamba hawa watu kama walikuwa wameokoka hawako serious na injili ndio maana hizo vitu zimewatendekea. My friend, kuna vitu vinatutendekea hata sisi watumishi wa Mungu. Vitu ambavyo dunia ikikuangalia inasema wewe umeanguka, wewe umerudi nyuma, umetenda dhambi ndio maana Mungu amekuacha. Kuna vitu mingi nitakuja kukufundisha siku nyingine uelewe. Ndio hata mtoto wake akikufa usianze kuona kwamba sasa wewe umetenda dhambi ndio maana Mungu amekuacha. Hapana, elewa Mungu anataka nini kwa maisha yako. Tuwezi kuwa katika uongo. Unaweza kuwa hata mtumishi, hata mke wako atakufa, hata watoto wako watakufa, hata unaweza kuwa na biashara yako na ifike mahali ianguke yote iishe. Sio kwamba ati Mungu amekuacha bwana. Ni Mungu anataka kujitukuza ya kwamba yeye ndiye anarejesha. Atarejeshaje kama hiyo kitu haijaisha? Wakati Mungu anasema vitu vyote vilivyokuliwa na manumadu na nzige yote nitarejesha, anazungumzia nini? Wakati Mungu anasema yeye ndiye Mungu wa urejesho, Mungu wa ufufuo, atafufua kitu ambacho hakijapotea, hakijakufa. Mungu huyu atarejesha kitu ambacho hakijapotea, kimetafuta, kimeisha. Si kama hata ni kazi yote iishe, kila mtu atabiri aseme wewe umeisha, nguvu zako zimeisha, Mungu amekuacha. Sasa ndio Mungu akuja round 2 awafundisha, awaeleza kwamba mimi ndio Mungu ambaye ninainua mtu juu, ninamweka katikati na ninamweka chini na tena ninampandisha bila nataka. Ukisikia baraka za Mungu zinaenda juu, zinaenda katikati, zinaenda chini. Wapenda, kuna vitu zingine tulihubiriwa injili na tukarogwa. Ati Mungu akikubariki, baraka za Mungu hazina uchungu, mara ya baraka za Mungu haziwezi zikateremuka. Nani alikwambia? Ayubu alikuwa nani? Aliyekuwa amebariki Ayubu alikuwa shetani, ndio vitu zake zikakuja zikaporomoshwa na baadaye Mungu akampatia zaidi ya vile vilikuwa. Tuache kudanganya watu bwana. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu na hata utapata kifo kwako, hata kazi yako itaporomoka na baadaye ikuwe mzuri. Mtu asikuje kukutishia bwana. Tusome maandiko na tuelewe katika ufunuo. Tuache Mungu mwenyewe atafsiri injili hii, atufundishe, sio sisi wenyewe kutaka kufundisha Mungu. Ndio maana tunaanza kuroga watu na mafundisho ya uongo na tunajiletea uadui sisi wenyewe. Nimekuambia ende waangalie Sara. Aliyefunga Sara, aliyefanya Sara azae nani? Sio shetani, sio Sara mwenyewe, ni utukufu wa Mungu. Enda waangalie Hana, aliyefanya azae nani? Yeye Mungu alifunga tumbo la Hana. Hakuna kitu yoyote, sio majini na sio mapepo. Tusianze kuwekea watu lawama na kuleta uadui. Siku ya leo tungeweka uadui kwa wanadamu. Endo waangalie Lazaro. Aliyefanya Lazaro kukufa, kumaliza kakaburi siku ya 4, kuja kumfufua alikuwa nani? Mungu mwenyewe. Rudi uangalie aliyezaliwa akiwa kipofu. Aliyefanya zaliwa akiwa kipofu, sio madaktari.
sio waganga, sio serikali, sio mama yake ataliwa mtu. Hapana, ni Mungu. Soma maandiko na ukaelewe vizuri. Uondoe waadui, wale watu ambao ulikuwa umechukia kwa maisha yako, ati ndio walikuroga, wao ndio walikuendea kwa waganga. Yote ni ukora. Mimi hakuna mtu ameniroga. Kama ni kujiroga, mimi mwenyewe ndio nitajiroga. Hakuna mtu anaweza kunilaani mimi. Kama ni kujilaani, ni mimi mwenyewe nijilaani kwa kukataa habari za Mungu, nikijifanya mimi ni mjuaji. Wewe unafikiri mahali nimefikia hapa saa hii kuna mtu anaweza niroga? Freemason na Illuminati sijui nini na waganga sijui wa dunia mzima, watumishi wakusanyika, wanaweza roga mimi? Wanaweza laani mimi wewe kweli? Wewe unajua mahali nilitokea? Wewe unajua ni midomo ngapi ambazo zimenilaani na zimeshindwa? Wewe unajua watumishi wangapi ambao wamesimama kwa barabara yangu wajaribu kunilaani, ni wachana na uinjilisti, ni wachana na injili. Wengine walitabiri hata sitawahi zaa. Wengine wakatabiri ya kwamba hata kazi zangu zitafanya nini? Sitaendelea na kazi hii ya injili pamoja na kazi hii ya mjengo ambao Mungu alinipatia. Na bado naendelea na hizo vitu zote. Watoto niko nao, Mungu alinipatia, na wengine walisema hata sitawahi zaa. Wapendwa, hatutaendelea kuwa katika uoga na hatutaendelea kuchanganyikiwa. Ninasimama zaidi ya Elia. Elia alisimama akaondoa confusion, aliondoa kuchanganyikiwa kwenye kulikuweko wakati wa Baali na Ashera. Watu walikuwa wameamini ya kwamba hao watu ni Mungu, wakawa wamechanganya dunia mzima, mpaka watumishi wengine walikuwa wanatetemeka. Lakini Elia alisimama na akalainisha maneno. Nataka kusimama zaidi ya Elia. Nataka kusimama zaidi ya Meshach, Shadrach na Abednego. Na nataka nikuambie, dunia hii injili itanyoroka kulingana na vile Mungu aliniita na vile alinipatia masharti. Ninaenda kusimama kuhakikisha kwamba ukora kwa injili umefika mwisho. Hiyo nayo hakikisha hivyo. Hatutaendelea kukaa katika injili za ukora za kudanganya watu ati mwanadamu anaweza kuzuia mipango za Mungu. Mwanadamu amekuja amechukua nafasi ya Mungu, amekutishia mpaka unaona ya kwamba amekuroga, ameroga watoto wako, amekufanya biashara yako iwezi endelea. Hiyo ni ukora. Wewe ndio unaweza kujiroga. Nataka kurudisha hii injili ya kwamba kuanguka kwako, kushindwa kwako kunatokana na wewe mwenyewe, sio mtu, na sio majini, na sio mapepo, na sio shetani. Wewe kufaulu inatokana na wewe. Na inatokana aje? Kwa kusikia sauti ya Mungu na kuikubali. Wewe kushindwa, wewe kuangamia, wewe kujiua ni wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Lawama ya kila kitu kwa maisha yako itatokana na wewe. Ushindi na baraka na kila kitu yote inatokana na wewe, sio mtu mwingine. Hata watu wakatae, watu wasimame. Nimekuambia kuanzia mbinguni, malaika, tukuje katika hii dunia, serikali na watumishi wa Mungu waliookoka, wale wa ukweli, tuende mpaka kuzimu, iwe ni mapepo na majini, haiwezi kuzuia mipango ya Mungu katika maisha yako. So kuanzia siku ya leo lazima tuue uadui ambao umekuwa katikati ya wanadamu, ambao uliletwa na wanadamu. Tukafika mahali tukaona kwamba ni wanadamu wanatufanya tuishi maisha ya kuteseka, ni wanadamu wanatufanya tukose kufaulu, tushindwe, licha ya kujua kwamba ni sisi wenyewe ndio matatizo, sio mtu mwingine. Kwa sababu tumekataa, tumekuwa wajuaji, tumekuwa wajeuri kwa sauti ya Mungu. Mungu amesema kwamba nitawaroga mimi wenyewe, nitafanya kuwa wendazimu, hamutakula mema ya nchi, mtakuwa na baridi, chakula mtakosa. Hiyo hatutaki. Tunataka mtabarikiwa mashambani na mijini, kokote mkanyagapo mtabarikiwa. Hiyo ndio tunataka. Lakini ile ya kutuambia nitawaroga, nitafanya kuwa wendazimu, ni Mungu mwenyewe, hiyo hatutaki. So namaliza ujumbe wangu nikisema hivi, kuanzia siku ya leo, kama ulikuwa umeweka uadui wowote katikati ya wanadamu ama kiumbe kingine, ulidanganywa kwamba nikilifanya uwezi endelea, ende utoe. Kaa katika maisha matakatifu, sikia sauti ya Mungu, ifuate, alafu uone kama Freemason, kama majina mapepo, kama waganga watakusanyika dunia mzima, kama watumishi wa ukweli watakusanyika dunia mzima wakulaani, kama wataweza. Ukuja uniulize mimi, nipigie simu. Hatuwezi kuwa katika uongo. Wenye mnapata hii injili, ukiona hii injili imekusaidia, imekuwa ya ukweli kwako, chukua hii injili, peana kwingine. Waambie pia watakapoona injili imewasaidia, wachukue hii injili wapeane kwingine. Hivyo ndio vile Mungu alituambia kwamba tutahubiri injili siku za mwisho duniani kote.
Ndio sasa siku ya hukumu ikifika, utahukumiwa kwa ukweli wenye ulisikia, ukaleta ujuaji ama ukakataa. Injili hii inawekwa katika mitandao mitatu. YouTube hapa chaneli yetu imeandikishwa kwa jina Believe and Obey the Only True God. TikTok chaneli yetu imeandikishwa kwa jina Believe and Obey Jesus Only. Katika Facebook hapa mahali niko live, chaneli yetu ni Believe Obey. So tuko na mitandao mitatu na bado tunaendelea kukita mizizi katika mitandao mingine. Tunataka kuhakikisha kwamba injili hii itapenya katika mitandao zote. Wale ambao mmepata hiyo habari sahi, Mungu awabariki na mapenzi yake yote yatendeke kwenyu. Mipango zote aliwapangia zitawatendekea kama mtaamini, kama mtatii sauti yake, kama mtakubaliana mafundisho yake. Ninawahakikishia haijalishi nini, itawatendekea. Wale ambao mlikuwa wajeuri, na waambia tu dawa ni kutubu. Dawa ya dhambi haina shortcut. Usitafute mistari zenye zinataka kukufariji katika dhambi, na kwa sababu ya ufunuo wako ujitafsirie wewe mwenyewe zikufariji, uonekana kwamba uko sawa na uko sawa, utaangamia. Mimi nakwambia ukweli, dawa ya dhambi, ukuwe ni pastor, ukuwe ni apostle, ukuwe ni evangelist, ukuwe ni bishop, ukuwe ni pope, ukuwe ni president, ni king, ni queen, ni polisi, ni wanajeshi, ni magaidi na wengine ambao sijataja, dawa ya dhambi ni kutubu. Wenye mpokea ujumbe, Mungu awatende mema, mkawe na wakati mwema, na mipango zake zote zenye aliwapangia wacha ziambatane na nyinyi, ziwatafute. Mungu alisema ya kwamba tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Kumtafuta Mungu ni hii, kumjua na kukaa katika njia zake, na mengine yote aliyowapangia yatakuja mahali penye Mungu, yatawafuata. Hamutafanya vitina, hamutachocheana ndio mpate, hapana. Hautatumia shortcut kupata, utaenda tu katika njia taratibu na utapata. Mungu awatende mema. Amen.